أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu, leo tutarajiwa katika kuifasiri suratu Yasin tuingie katika aya ya 7 baada ya kumaliza aya ya 6, yani tuingie kwenye laqad haqqa alqawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Lakini ilipokuwa aya kama hini yazunguka au yazungua mazungumzo kuyatoa kwenye upande hunu kuyapeka upande mwingine, ilibidi tukumbuke baadhi ya zitu ili tuweze kuzikusanya. Nyuma tunena kwamba suratu Yasin tutaigawanya zigawanyo zitano. Kigawanyo cha kwanza kitaanza kutoka aya ya kwanza mpaka aya ya 12, yani kutoka Yasin mpaka inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Hii ndio sehemu ya kwanza tulioianza. Aya hizi 12 kutoka aya ya kwanza mpaka aya ya 6 mpaka litundhira qauman ma undhira abauhum fahum ghafilun, ilikuwa yazungumzia masala ya utumi na wahi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ibara nyingine panafu zaidi, Mwenyezi Mungu aliapa na Qur'ani akithibitisha utumi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kwamba yeye ndio atembea katika siratan mustaqima. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Kisha ikaeleza malengo ya utumi na malengo ya kuteremshwa zitabu yakiwa ni mingi. Moya nilitundhira qauman ma undhira aba, yani ni al-indhar kama tuliyoeleza kwa ufupi. Mpaka hapa itakuwa aya 6 zimetuelezea kwamba Mtume Muhammad ni mtumi na anatembea kwenye siratan mustaqima, na malengo au baadhi ya malengo muhimu aliyokuwa nayo ni nini? Ni indhar, ni kuwahofisha watu. Sasa ikianza laqad haqqa alqawl, Qur'ani sasa yazunguka yazungumzia wale watu walioetewa mtumi, wale watu walioteremshiwa Qur'ani, vipi waliupokea ule utumi na vipi waliipokea ile Qur'ani. Tumeelewa uzuri? Aya 6 za kwanza zilikuwa za mzungumza mtumi ni nani, Qur'ani ni ipi, ina malengo gani, imekuja kutukomboa sisi. Baada ya kumaliza sasa yazunguka kutueleza sisi ambao kwamba tumeetewa huyo mtumi aliojulishwa, sisi ambao kwamba tumeetewa hiyo Qur'ani, sisi tutakuwa na msimamo gani katika kuzipokea zitu hizi ziwili, wahi na utumi. Kisha na ule msimamo tutakao kuwa nao ni sababu gani zilotufanya tuwe na msimamo hono. Hapa ndipo twaanza leo sasa kusoma hawa watu sasa waloetewa nani utumi. Kweli wanaozungumzwa hapa kama wanavodai baadhi ya mufassirina ni wale watu wa Maka. Kweli
wanaozungumzwa hapa ni wale makafiri waliokuwa wakati wa mtume, lakini hizi si zitu ambazo kwamba zazifunga aya zibaki siku hizo. Inaozungumzwa hapa ni fikra ya kijumla, kama ilivyopatikana wakati ule yaweza kupatikana wakati wowote, maadamu utumi waendelea wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maadamu Qur'ani iko, watu ni lazima watapata misimamo hii ambayo kwamba Mwenyezi Mungu aieleza. Ni misimamo gani? Misimamo ni miwili. Mwenyezi Mungu amewagawanya watu zigawanyo ziwili katika kupokea hizi itikadi za utumi na Qur'ani. Ingawa upande mwingine ukizisoma baadhi ya sura za Qur'ani utaona mara nyingine watu hupigwa mafungu matatu, kama kwenye suratul Baqara. Mwenyezi Mungu anatuambia alif lam mim dhalikal kitabu la raiba fihi, athibitisha Qur'ani haina shaka, kisha watu wanaoipokea Qur'ani wako sampuli tatu: hudan lilmuttaqin alladhina wayuqimuna as-salata, paka mwisho wa aya. Kisha baada ya kueleza muttaqina ndio wanaoikubali Qur'ani, hii ni grupu ya kwanza, ikaja ikaeleza kufar walladhina kafaru wali sawaun alayhim aandhartahum am lam tundhirhum la yu'minun. Kisha ikaja ikawaeleza wanafiki, wale ambao kwamba ni baina baina, wale ni waishi siasa ya mseto ya kutaka kutangamanisha baina ya imani na ukafiri. Utakuta imegawanya grupu tatu na mara nyingi utapata, lakini hapa na mfano wa hapa grupu ni mbili, na ukweli wa mambo grupu ni mbili, hakuna ya tatu. Grupu ima ni kukubali au ni kukataa. Wale wanaokataa ndio wagawanyika zigawanyo zingapi? Ziwili. Kuna wanaokataa wazi wazi, yani mbinu zao za kukataa ni mbinu za ujeuri, ni za kuibainisha wazi. Kuna na wale ambao kwamba ni wako sita manyara, ambao huwa dhahiri wakionesha wale wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna wa idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kwa hivyo suratu Yasin yawagawanya sasa watu grupu mbili: wanaopinga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walioikataa Qur'ani na waliokubali. Na sababu ni gani? Hii ni mada ndio muhimu sana katika hii juzu ya kwanza, na hapa ndipo kuna mazungumzo sasa. Yale yaliyopita mingi yalikuwa ni kama utangulizi, lakini kiini cha fikra katika hizi aya 12 juzu ya kwanza tulioigawanya sisi, fikra yao hapa. Mwenyezi Mungu atuambia laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun, wingi hawaamini, wachache watakuya kuamini, na wao ni wale nani? Innama tundhiru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaibi fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Kwa hivyo kuna wale ambao kwamba hawakubali, kuna wanaotaka kukubali. Wasokubali ni wingi, na hii nilieleza juma iliyopita, na aya zote za Qur'ani siku zote zatuonesha wingi ndio waovu, wingi ndio wapumbavu, wingi ndio ambao watangia motoni, wingi ndio watakao kuhasirika. Siku zote ukiona ni namna hiyo. Sasa hii ndio fikra, nimependa kuwapa tu picha kwa ufupi, tuandao kuingia kwenye mada gani na tuzisome sababu za kufanya mtu akatae utumi, akatae wahi wa Mwenyezi Mungu, na ni zipi zinazokufanya wewe ukubali. Hizi zote tukirudi katika kumsoma mwanadamu maumbile alivyomuumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Lamu aya iliyoanza nayo ni ya kiapo, sababu aya imeanza kwa la, laqad haqqal qawl. Naqad kama wananavo wataalamu wa lugha pia ni ya kuhakikisha na kutilia mkazo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atia mkazo kwa lamu ya kiapo, naqad kwamba neno limekuwa kweli. Laqad haqqal qawl, hakika neno limekuwa kweli kwa kina nani? Ala aktharihim, kwa wingi wao. Fahum la yu'minun, basi hawaamini.
Kwa sababu gani hawaamini? Neno limekuwa kweli. Sasa hapa kwanza tupambana na suala, ni neno gani limezokuwa kweli, au kwa lugha ya sawa zaidi ni nini maana ya haqqal qawl ala aktharihim, ili tuweze kuifahamu hii aya ni nini maana ya haqqal qawl. Baadhi ya mufassirina wamenena maana ya haqqal qawl yani wajaba adhabullah, imezie kuwajibika adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa wingi wao, yani imepita, wamezie kupasa kuadhibiwa. Ndio maana laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun, imepaswa adhabu ya Mungu kwa wingi wao. Kwa nini imepaswa adhabu ya Mungu kwa wingi wao? Kwa sababu wao hawaamini. Hili ni tafsiri imeelezwa na baadhi ya mufassirina. Wengine wamenena laqad haqqal qawlu yani laqad sabaqa ilmu Allah, si masala laqad wajaba adhabullah, laqad sabaqa ilmu Allah, yani imezie kupita katika ilmu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba hawa vingi watakuwa si waumini. Nikitaka kuisherehe rai hii tutaieleza kwa mpango hunu kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla ya kuumba chochote, Mwenyezi Mungu ni alim. Sifa ya elimu kwa Mwenyezi Mungu hakuna kipindi iliepukana naye, bali yoyo ndiyo Mungu. Kwa sababu wewe mwanadamu siku utakapokuidai kwa hiyo elimu chache ukanena mimi ni muyuzi, uyuzi wako hukuzaliwa nao, hukuumbwa nao. Kuna siku ulikuwa hunao kisha ukautuma. Kwa hivyo ilmu ya Mwenyezi Mungu ni yakae kabla hayaumba zitu aziua, na ayua kwamba nani ataamini na ni nani haamini. Kwa hivyo aya hii yathibitisha msingi huu, laqad haqqal qawl, yani haya si mambo kwamba Mungu ameyayua yeo kwamba Abu Jahli hatosilimu wala Abu Lahbi hatosilimu, bali Mwenyezi Mungu ayua kitambo kwamba hawatoamini. Hili ndio maana laqad haqqal qawl kwa baadhi ya mufassiri, yani laqad sabaqa fi ilmi Allah, imezie kutangulia kuyulikana kwa Mwenyezi Mungu kwake, ameshayua kwamba fulani ataamini fulani haamini. Kwa hivyo ikiwa ilmu ya Mwenyezi Mungu imezie kupita kwamba fulani si Muislamu fulani ni Muislamu, hakuna ndia ya kukimbia. Huyo anayetoa tafsiri hii ataka kukimbilia hapa. Hii ihtimal ameitupa ni Fakhrur Razi, yani ataka kuja kuthibitisha fikra ya Jabri kwamba Mwenyezi Mungu akiwa kabla hayakuumba alijua kwamba wewe utakuwa si Muislamu, siku ukizaliwa itakuwa ni moja katika mawili, lazima utauwe. Ima uweze wewe kutaua uwe Muislamu, na wakati huo itakuwa Mungu amekuwa ni mwinga, itakuwa ilmu yake aliyokuwa nayo imbadilika sivyo ilivyokuwa. Si umaishi na mimi vizuri? Wewe nikupigie mfano, wewe ukijua kwamba kesho kutakuwa jambo kadhaa, ukaidai wayua, ikifika kesho lisiwe namna ulivyotuambia, ni maana elimu yako ilikuwa haimo. Kwa hivyo ulikuwa ni jahili, ungaidai ni nani una elimu. Sasa ihtimali kama hii ya tafsiri yataka kutuambia kwamba Mungu alikuwa ayua kabla ya kutuumba kwamba aktharuna la yu'minun, vingi wetu hawatoamini. Wakifika wale hawana ndia ya kwenda isipokuwa ni wasiamini, kwa sababu wakiamini takuwa ni tatizo katika ilmu ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Itabidi tukubali Mungu amekuwa ni muinga. Tukitaka kuhifadhi ilmu ya Mwenyezi Mungu ni lazima ule alojulikana ni kafiri awe ni nani? Ni kafiri. Kwa hivyo uko wapi uamuzi wake wa kuamua ima awe Muislamu au awe kafiri? Tutarudi pale pale kwenye fikra ya kutendeshwa, fikra ya Jabri. Hii ndio fikra itakao kuelezea. Lakini ukweli wa mambo, hii fikra haikubaliki.
Kwa nini haikubaliki? Kwa sababu hakuna mafungamano baina ya kuyua na kutendeka ulichokiyua. Napenda munisikize kwa uzuri, ni masail falsafia dakika, yani ni zitu za kifalsafa kidogo zina undani. Hakuna mafungamano baina ya kuyua kitu na kutendeka kwa kile kitu. Nikipiga mifano, walillahi almathalul a'la, Mwenyezi Mungu hapigiwi mifano, lakini ni mifano kwa ajili ya kuileta fikra kwenye akili. Muhandis hodari, ayua kazi yake, ana elimu ya kutosha. Alipita kwenye nyumba, tukitaka kupiga mfano wa mambo yaliyotokea amu ya yuzi tuishi na mifano. Kuna lile jumba la Makhanatha, lile Petlizi, yuzi limewaka moto. Lile jumba limewaka nini? Moto, lakini bado limefanya nini? Lisimeme. Akaitwa muhandis, aliangalia lile jumba. Muhandis kwa elimu yake akatoa habari kwamba hili jumba halimalizi mwezi litafanya nini? Litaanguka. Maishi na mimi uzuri. Ulipomalizika mwezi, kwa namna alotoa habari, jumba likafanya nini? Likaanguka. Je, itasihi unene kwamba muhandisi ndio aliyoangusha jumba? Na wauliza, je, kuyua kwake muhandis kwa nyumba kabla haianguka kwamba itaanguka huwa yeye ndio amezoiangusha? Mfano wa pili, daktari hodari amepekewa mgonjwa mahututi, amempima, ametwambia kwamba huyu bana maradhi yake hamalizi mwezi atafanya nini? Atakufa. Antoa habari ya kitu kitatendeka baadaye kwa mujibu wa elimu yake. Ameshajua huyu atakufa. Ile date aloitoa ikifika, ule muwe amefanya nini? Amekufa. Je, itasihi tumwambie daktari wewe ndio ulomtendesha huyu afe? Kwa hivyo masala ya Fakhrur Razi ataka kuonesha kwamba ukijua kitu kitatendeka, kikitendeka wewe ndio ulokifanya. Hapa ndipo yeye atakapokujenga msingi wa dalili yake, kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa ayua kabla sisi hatuyaumbwa, kwamba wingi wetu watakuwa Waislamu, hawatoamini, wachache wataamini. Kwa hivyo wale ambao hawatoamini ni Mungu ametaka wafanye nini? Wasiamini. Hakuna kitu kama hiko. Hatukatai Mungu kuyua na hatuwajibiki kukubali yeye amewatendesha, kwa sababu hakuna mafungamano baina ya kuyua kwa Mungu na kutendeka kile alichokiyua. Kwa hivyo laqad haqqa alqawlu ala aktharihim, kwa maana imezie kutangulia katika ilmu ya Mwenyezi Mungu kwamba wingi hawatoamini, kwa hivyo ni lazima wasiamini na Mungu ndio amewataka wasiamini. Hii ni fikra haiko thabiti ya kutukuliwa. Wengine kama al-Allama Tabatabai akiungwa mkono na Sheikh Makarim Shirazi, na ndiyo tafsiri ya tatu ambayo tutaiunga mkono ya maana ya haqqal qaul. Tumeona tafsiri ya kwanza ni wajaba adhabu Allah, yani imezie kupaswa adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa wale wasioamini. Tafsiri ya pili sabaqa fi ilmi Allah, imetangulia katika ilmu ya Mungu. Tafsiri ya tatu al-Allama Tabatabai atuambia maana ya haqqal qaul kwanza si maana ya kuwa kweli. Tusifasiri ni Kiarabu sasa, tukifasiri kwa Kiswahili kutupoteza. Ukitaka kufasiri haqqal qaul limekuwa kweli neno, si maana hiyo, bali wakati unapokuwa na msingi wewe, mathalan ukatoa kaida ukiwa kama mwalimu mkuu wa madrasa kwamba kila atakao kufaulu nitampa zawadi. Hii ni kaida, ni msingi umeuasisi wewe. Wakati akija mwanafunzi fulani Ali katika wanafunzi akafaulu, huwa amezie kuingia automatic katika ule nini? Msingi. Kule kuingia kwake, wanavyosema watu wa mantiki, amekuwa misdaq,
ameshaingia tini ya ule msingi, huambiwa laqad haqqal qaul, yani huyo ameshaingia kwenye ule msingi nilouasisi. Kwa hivyo kuna msingi Mwenyezi Mungu ameuasisi. Hawa watu walioitewa Mtume Muhammad, hawa watu walioteremshiwa Qur'ani, kwa kuwa hawakuamini washaingia tini ya msingi ule. Hii ndio maana laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Lakini ni upi hono msingi ambao wamezie kuingia hawa? Tabata ya kwambia utaupata kwenye Qur'ani, wakati kabla wewe huyaumbwa Mungu akizungumza na Ibilisi baada ya zita zikubwa za Ibilisi na babetu Nabii Allah Adam. Kulipokuwa kibri kimekuya, Ibilisi akakataa kumsujudia Mwenyezi Mungu, kumsujudia Adam, akafukuzwa katika rehema ya Mwenyezi Mungu, akatukua ahadi zake alizotukua za kutupoteza sisi. Angalia mazungumzo ya mimina kwenye siratal mustaqima, mtilizi mmoja twashuka, innaka laminal mursalina ala siratin mustaqim. Sasa Ibilisi anena wallahi fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Mola, kwa kuwa wewe umenipoteza. Ibilisi ataka kusingizia Mungu ndio alomfanya nini, alompoteza. Kwa hivyo mimi nitakwenda kuketi kwenye hiyo sirati yako mustaqim ambao watakavao waifuate, na umewapekea mitume waongoze kwenye siratal mustaqim. Hapo ndipo nitakapokuwapoteza. Sasa hapo Mwenyezi Mungu ndio alimwambia kuna msingi aliuasisi hapo, kwamba yoyote atakaye kumkata mtume, atakaye kuingia katika siratal mustaqim, ataingia chini ya msingi hunu. Ni upi? Tusikizeni suratu Sad aya ya 83 mpaka 85. Qala fabi'izzatika, Ibilisi huyo anena, na apa kwa izi zako Mwenyezi Mungu, la ughwiyannahum ajma'in, mimi nitawapoteza wote, illa ibadaka minhumul mukhlasin, isipokuwa wale waliotakaswa. Ibilisi hana ndia ya kupambana nao, wale maasumin. Qala, Mungu akamjibu, falhaq, kweli, walhaqa aqulu, na ukweli na nena, la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Mwenyezi Mungu alinena kweli. Na kweli na nena, hiyo ndio hiyo laqad haqqal qawlu, hiyo tunayoitafuta hapa. Kweli, alhaq, walhaqa aqul la amla anna jahannama, nitawayaza moto wa jahannam wale ambao watakufuata wewe na wewe. Qala alhaq walhaqa aqul la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Sasa hili ndilo hilo neno, au ndio hono msingi Mwenyezi Mungu alionena haki, ndio akatwambia laqad haqqal qawlu ala aktharihim, kwa sababu aktharuhum au Iblis waliwata siratan mustaqim, wakashawishiwa wakamfuata Iblis. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atawapeka. Kwa hivyo laqad haqqal qawl ni kile kalimatullah alichomwambia nani? Iblis. Vile vile tukenda katika suratul Hijri aya ya 43, Mwenyezi Mungu atuambia bal kuntum qauman taghin fahaqqa alaina qawlu rabbuna.
kuwa ni watu mlopotea, likawa kweli neno la Mungu. Ni lipi neno? Ni hilo la amla anna jahannama wote. Katika suratu Zumar, na waitea aya nyingi muijenge hii fikra mkiwa na misingi ya kutegemea. Katika suratu Zumar aya ya 72 Mwenyezi Mungu atuambia walakin haqqat kalimatul adhabi alal kafirin. Zote hizi ziko katika kutufasiria sisi masala ya haqqal qawl. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, laqad haqqal qawl ni kwamba wale ambao kwamba hawatomwamini mtume, hawatoipokea Qur'ani, na wao ni wingi, wameingia chini ya msingi alioasisi Mwenyezi Mungu akizungumza na Iblis. Ni upi msingi? La amla anna jahannam. Ni kwamba watayazwa katika moto wa jahannam. Kwa hivyo anayemkataa mtume ashaingia kwenye msingi kama hunu, ni kwamba yeye ataingia, na Mwenyezi Mungu atulinde na katika moto wa jahannam. Ala kulli hal, hawa ni wale ambao kwamba grupu ya kwanza hawakumwamini mtume, hawakupokea Qur'ani, hawakupanda siratan mustaqima. Kwa hivyo hawa wamezie kuhukumiwa ni watu wa jahannam. Lakini suala jamani, kwa nini hawakumwamini? Kwa nini hawakupanda kwenye siratan mustaqima? Sasa aya mbili ziazo zatueleza sababu, ya tatu yatupana tija. Mbili zitakazokuya baada ya haqqal qawl zatueleza kwa nini hawa hawakuamini, limadha fahum la yu'minun. Ya tatu yatupana tija. Hizi aya tatu tutazieleza hiyo kwa ufupi, kisha tuzirudie tuzisherehe kwa urefu hizi zitwa atakazo kuzizungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atuambia inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqani fahum muqmahun. Napenda msikize uzuri hizi lugha za Qur'ani, tukizisawirisha na mambo yetu, kisha tukirudi tukimwangalia na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akusudia nini. Mwenyezi Mungu asema sisi, kwa nini hawaamini hao? Wingi, aktharuhum fahum la yu'minun. Kwa nini? Kwa sababu inna ja'alna, sisi tumejalia, fi a'naqihim. Al-a'naq ni jamu ya unuq, ni sisi wazali tutanena ni shingo. Sisi tumejalia katika shingo zao aghlalan, pingu, au alghillu ni ile ring ambayo kwamba mtu avishwa kwenye koo yake. Hii ndio maana ya ghillu. Au baadhi ya wanazuoni wa lugha wanena alghillu ni pingu lakini zenye sifa ya kutanganya mikono na shingo. Haziambii ikiwa ni ringi iliyoko kwenye shingo peke yake. Ni ile ringi iliyotiwa hapa, kisha ukavishwa na pingu kwenye mikono, kisha kukawa na cheni iliyoungamanisha mikono na shingo. Hiyo ndio yamkulewa nini? Aghlalan. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atuambia inna, kwa nini hawaamini hao? Kwa sababu ja'alna fi a'naqihim aghlalan, tumewavisha pingu. Fahia, hizo pingu baadhi ya mufasirina wamenena, au fahia, hiyo mikono ilovutwa mpaka kwenye nini? Shingo. Kuna tafsiri mbili katika hiya. Hiya ima yarudi kwenye mikono ambayo haikutaywa nyuma, hakutaywa mikono, lakini ukitaya ghili yafahamika kuna na mikono imetangamanishwa na nini? Na shingo. Mwenyezi Mungu ametosheka kuitaya mikono sampuli hiyo. Fahia, hiyo mikono iliyokuwa ikatangamanishwa na shingo, ila al-adhqani, yani hiyo ni tafsiri. Au fahia, zile aghlali, yale maring yameanzwa kutoka hapa mpaka huku, yani yameanza kutoka kilinda koo mpaka kwenye kinini? Kidevu. Al-adhqanu ni jamu ya dhaqan, dhaqan ni zidevu. Fahum muqmahun, wamepodoa mato yao yu. Kwa sababu mtu alotanganywa mikono yake, tukifasiri hiya ni ya mikono, ikaya ikafungwa hapa, hawezi kuangalia mbele, atakuwa huangalia wapi? Yu. Ndio maana ya iqmah. Iqmah ni raf'u ra'si ila samaa, ni kuinua kitwa. Hata ule ngamia
au punda au ng'ombe akivika lile domo lake kwenye birika la maji kavuta, kisha huinua shingo kaekeza yu kayateremsha yale maji, huambiwa qamuhal ba'ir, yani ameinua ile shingo yake. Ndio maana ya iqma. Kwa hivyo ima ni mikono imekuwa kufungwa na hivi mpaka umekuwa huoni mbee pambizoni waangalia yu, au ni zile aghlal zimekuwa nyingi zimeazwa hapa mpaka kitwa kimeekelea yu, na kitwa kikishakuekelea yu ukifungwa namna hiyo huwa huoni tena. Huwezi kuona mbee, huwezi kuona kuvulini, huwezi kuona kushotoni, yani huwezi kufanya iltifat kuwa umeangalia yu. Na siku zote ukiangalia yu mato hukufunga kiza kwa muda mrefu. Mwenye kuinua kitu akafanya namna hiyo kwa muda mrefu akawa huangalia yu, huenda kisha ukakosa uwezo wa kuona. Kwa hivyo natija ya aya, Mwenyezi Mungu ataka kutuambia hawaamini kwa sababu wana hizi pingu ambazo kwamba zimewatia kwenye mikono yao, pingu za kifikra, pingu za kimila, pingu za kufuata mababa. Wakureishi wale saa zote kinena inna wajadna abaana, zimekuya kuwaya, zimewatanganya mikono, shingo zimeyaa pingu, mpaka wamekodoa mato, wameekelea yu. Kwa hivyo hawana nuru yoyote waweza kuiona, hawawezi kupanda siratan mustaqima ambayo yaongozwa na bwana mtumi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amfananisha mtu asoamini na mwanadamu ambaye kwamba ametiwa pingu sampuli hili, mikono yake imetanganywa na shingo, zimemuyaa mpaka amekuwa haoni mbee wala kuvulini wala kushotoni. Hunu ni mfano wa kwanza au ni sababu ya kwanza. Pili, Mwenyezi Mungu aendelea atuambia waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faaghshaynahum fahum la yubsirun. Sasa ndio ile komandazimu mengia mlevi, komandazimu mengia mlevi. Manake ikiwa pingu sampuli hiyo tumezoelezwa, mikono ifundiwe, shingo zifundiwe, kisha uyo ujengewe na ngome mbele, uyo ujengewe na ngome nyuma, kisha zile ngome ziinuke mpaka zikufinike. Sasa umebakiwa cha kuona ni kitu gani cha kukiona? Ndio yo kakwambia kwa mandazimu mengia na mlevi, yani chama kimepata chama, au Arabu kwambia wafaka shannun tabaq. Umenifahamiana? Hiki ni kiswa kirefu. Shannun alikuwa mandazimu na tabaq alikuwa mandazimu, wakaenda wakaoana. Tumefahamiana? Sasa kukawa wafaka shannun tabaq, ndio hiyo kwa mandazimu mengia na mlevi, chama kimepanda mamba. Sasa Mwenyezi Mungu atupa taswiri ya pili kwamba huyu mtu baada ya kufungwa sampuli hini, kisha amerudi waja'alna min baini aidihim saddan, mbee wamekewa nini? Ngome. Wa min khalfihim saddan, na nyuma wamekewa ngome. Fa aghshaynahum, na alghisha ni kukifinika kitu. Hata kile kifiniko cha tupa huamkuliwa ghisha, hata pazia pia huamkuliwa ghisha. Kwa hivyo fa aghshaynahum, zile ngome zikawa zimeinuka mpaka zikawafinika. Fahum la yubsirun, hao hawawezi kuona, ukiongeza na zile pingu. Sasa hapo ikiwa mambo ni sampuli hini, aambiwa bwana mtumi, wewe waweza kuwa ni hodari kunena, una ufasaha, Qur'ani imebeba dalili za kutosha kila sampuli, lakini haitoshi jamani. Na iteremke mvua namna itakao kuteremka kwenye ardhi yenye chumvi, ipige yua namna itakalo kupiga, uvume upepo warabie namna utakao kupiga, lakini haiwezi kulimika. Kwa sababu gani? Kwa sababu taathir ya kitu ni lazima, na kile chenye kuathiriwa kiwe kitakuwa na kabilia na kukubali. Moto wateketeza, moto wa choma, ni sifa yake kuchoma, lakini wakati karatasi ikiwa na urutuba, karatasi ikiwa na mai,
haiwezi kuwaka, na pale huwakosa sila moto wala hauambiwi moto hauchomi tena, bali kosa ni karatasi haina uandalizi wa kupokea moto. Sasa mwanadamu ayapo akafungizwa na pingu hizi zikamzunguka kila upande, pale sasa mtumi na wehodari wa kunena namna atakaokuwa, Qur'ani na iwe na dalili kama namna itakavyokuwa, huwa hakuna natija kwa watu hawa. Ndio Mwenyezi Mungu amwambia usipasue moyo. Sisi tumekupa kazi litundhira qauman ma undhira aba'uhum, lakini hawa sawaun alaihim aandhartahum am lam tundhirhum la yu'min. Hawa ni sawa sawa, uwafanyie indhar, usiwafanyie, nena kutoka usiku mpaka asubuhi, toa dalili zote, hawawezi kuamini. Kwa sababu gani hawawezi kuamini? Kwa sababu ya hizi zitu tulizozieleza, kwamba sisi inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fahiya ila al-adhqani fahum muqmahun waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faaghshaynahum fahum la yubsirun. Hii ni fikra fupi ya wale grupu ya kwanza ambao kwamba hawakumwamini mtumi na sababu zilizowafanya wasimwamini mtumi. Hii fikra yataka kufunguliwa kama nilivyowaambia, na ndio muhimu wa hiki kipande cha aya 12. Lakini kuna maswali kwanza tuzisafishe hizi aya kuzifasiri, kisha ndio tuingie kwenye kusoma fikra kwa jumla. Kuna baadhi ya maswali nataka kuyatupa hapa ambao pengine laweza kupita katika baadhi ya fikra zenu. Mtu anayetembea katika barabara, sababu tumenena nyuma jamanini, nipenda zile fikra ziungamanishwe, msinifanye saa zote nikawa nitabidi nirudie maneno ya nyuma, kwamba sisi twatembea, tuko kwenye haraka. Sawa? Twatafuta nini? Ndia ya kutupeka kwa nani? Minallahi wa ila Allah, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Ya ayuha innaka kadihun ila rabbika kadhan, sote tumkimbilia kwenda kupambana na Mungu, na ndia ni nyingi, lakini Mungu anataka tufuate siratan mustaqima. Sasa sote tuko katika kutembea. Sasa ikiwa tuko katika kutembea, wewe umetoka Amu, target yako ni Mombasa, barabara moja kwa moja, kitu kinachokuziwia kwenda ni Chambee peke yake. Mko na mimi uzuri? Ukisha kuwekewa roadblock mbele yako, ushatolewa timing kufika pale utakapo, una haja kurudi tena kuwekewa roadblock kwa nyuma, kwa sababu wewe huendi Amu. Wewe Amu umetoka, minallah, ushatoka huko. Sasa tuenda wapi? Ila Allah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sasa hapa ndio huya suala, hii asaddul khalfi ina kazi gani? Waja'alna min baini aydihim saddan, mbe kuna ngome, wa min khalfihim saddan, na nyuma tumewekewa, si hata kurudi tulipotoka. Tunatoka kwenye rahim, tulikuwa sikitu, tukawa nutfa, tukawa alaka, tukawa mudgha, fakasawna al-idhama lahma, tukatiwa ruhu, tukazaliwa. Sio, hakuna mtu atataka kurudi tena kahakari, kurudi kinyume nyume ile, kama kusoma alhamdu kutoka wala alladina mpaka kwenye alhamdulillah. Sasa hii sadda ya nyuma hii ina kazi gani aloitaya Mwenyezi Mungu? Waja'alna min baini aydihim, mbe kuna saddan, wa min khalfihim saddan, na nyuma pia kuna ngome. Ni ya nini hii ngome ya nyuma? Mufassirina wametalifiana katika kuijibu swala kama hili. Baadhi yao wamenena kwamba mwanadamu ana zitu ziwili za muongoza. Mwanadamu ana zitu ziwili za muongoza. Ana hidaya fitria wujdania, ana uongozi wa kimaumbile. Hautaki mitume wala Qur'ani, yani kimaumbile ameumbwa amiliki zitu fulani za muongoza. Hata mfano sasa yao tujalie, twendeni katika kijiji, hakukujaliwa kupekwa mtumi wala kuteremshwa kitabu wala hawayasikia mtumi, wana mambo fulani automatic wayakubali. Waunga mkono uadilifu, wapinga dhulma, wapenda ukweli,
watukia urongo. Hizi ni vitu maumbile ya mwanadamu yazikataa. Sasa huu ni uongozi wa kimaumbile anao mwanadamu, lakini huu peke yake hautoshi kumuongoza mwanadamu. Kisha kuna na hidaya nadharia istidlalia. Kuna uongozi wa kutuma sasa, si wa kimaumbile. Wataka dalili, wataka kutumia akili, wataka mitumi wakupe, huu ni uongozi wa pili. Sasa wakati wewe ukiinua step, mtume amekusimamia mbele, akwambia sasa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, na tumenena sirata mustaqima haikuchorwa, haina maalim, haina sign za barabarani. Sharuti mtume aende kutembea na wewe ufuate nini? Nyayo ile walakum fi rasulillahi uswatun hasan. Sasa wakati mtume anapoinua step, wewe hutaki kufuata, ushajiwekea block ya mbele, hutaki kufuata hidaya ya nde, hidaya ya kutuma. Sasa pale unapoikataa ile hidaya na kumuasi mtumi, huwavaiua ile hidaya yako ya ndani, huwaimaliza. Na hizi tutakuja kusherehe kwa urefu mbele. Sasa pale ndipo huwa wewe kule kwenye maumbile huwezi kurudi, na huku ulipoetewa na mtumi huwezi kufanya nini? Kwenda. Ndio itakuja ile inna ja'alna min baini aidihim sadda. Hidaya ya mtumi hukuifuata, na kurudi kwenye hidaya ya nini? Ya maumbile huwezi tena, kwa sababu ishakufa, imezorota, imemalizika. Hii ni tafsiri, na tafsiri kama hii imeungwa mkono na baadhi wamenena hidaya hii. Sheikh Muhammad Jawad Mughniya, ngome hizi mbili si hapa duniani mpaka tuzenge mbele na nyuma, la, maana ya nyuma na mbele yani ni dunia na akhira. Inna ja'alna min baini aidihim, yani fil akhirati saddan wa min khalfihim, kwa sababu maisha ya nyuma ni ya wapi? Ni ya ulimwenguni. Kwa hivyo akhira ukienda ukitaka kupanda hupati, na ukinena rabbi rji'uni hakuna. Ndio ile qala rabbi rji'uni la'alli a'mal salihan. Maana ule kafiri atakapokuona mambo siku ya kiyama kwamba kule amewekewa block, hawezi kwenda kwenye pepo, atataka basi ya rabbi nirudisha duniani, nenda nikafanye tena la'alli a'malu salih. Ataambiwa pia huko kuna nini? Kuna saddan. Kwa hivyo saddan ya dunia moja na saddan ya wapi? Ni ya akhira. Hii ni rai ambayo kwamba ameibaini Sheikh Muhammad Jawad Mughniya, na akieta maneno katika baadhi ya khutba za al-Imam Ali alayhi salam, ikiwa ina sampuli hini, akitilia mkazo kwa aya. Mfano tukisoma haraka al-Imam Ali atuambia, amma ahlu ma'siyatihi, ama wale watu wa kumuasi Mwenyezi Mungu, fa anzalahum sharrada, atawateremsha nyumba ya shari, wa ghallul aidi, watakula pingu. Kwa hivyo pingu zinaozungumzwa hapa Sheikh Muhammad Jawad Mughniya akwambia si za duniani, za wapi? Za akhira. Ila al-adhqani wa qarni an-nawasib al-aqdami, na tosi zitatanganywa na nyayo. Subhanallah. Tasawar mtu alofungwa mpaka nyayo zake zikadara kwenye upaa wake, yani amefanywa hata sijui tumueleze hii, amekuwa kitonge yani kama kinofu cha nyama. Wa ametuambia waghallul aidi ila al-adhqan wa qarnu an-nawasi bil aqdam wa albasahum sarabila al-qatran, watavishwa nguo za moto mpaka mwisho. Al-Imam Ali atuambia wababun qad utbiqa ala ahlihi, kutakuwa na milango ambayo imewafungiza, ndio hizo ni saddan, zimewafungiza kila upande mpaka mwisho wa maneno ya al-Imam Ali. Rai ya tatu, ambayo rai kama hini ameitupa Sheikh Makarim Shirazi, lakini hakuitupa kwa kuiamini, ameitupa kama yawezekana. Ukisoma ile lugha yake amenena wa yuhtamalu wajhun akhar, kunao sampuli nyingine ya tafsiri tuweza kuitukulia. Asema kwamba mtu akipanda barabara, chochote tupige mifano ya hisia, akipanda barabara akianza kutembea, ikiwa yeye target yake ana lengo, amelenga mimi nataka hapa, sababu shoti hiyo sirata mustaqim moja kwa moja tumenena hakuna kona. Sasa wakati anapofungika, anapopata ile saddul amami, ngome ya mbele, huwa yeye amefeli, hakufika kwenye
lengo lake, lakini anayo nafasi ya kurudi alipotoka. Japokuwa kwenye lengo hakufika, lakini atarudi apate amani, kwa sababu pale alipo hawezi kusimama, ni mahali pa hatari barabarani. Tukipiga mfano, wewe umetoka wenda Ugarseni, umepanda barabara ile, ukifika kati imekatika, hakuna ketipo pale, aketio pale afanya makao, sababu pale uko mwituni. Kwa hivyo hukubidi urudi huku ulipotoka, japokuwa umefeli katika safari yako, lakini at least wewe upate amani. Sasa hapa unapotaka kurudi huku ulipotoka, uyapo ukasikiliana ndia, ukaona sasa na huku kumekatika, huwa kama zile mbinu za kijeshi, huwatoa watu wakavuka bridge. Tumefahamiana? Wakivuka wakakatiwa ukumbe, na nyuma wakafanywa nini? Wakakatiwa, ikawa sasa wandako hawakusikilia, na watokapo hawawezi kurudi. Sasa hapa wao wamebakiwa ni kuvulini, au ni wapi? Ni kushotoni, kutafuta amani. Sasa lengo hulipata. Ukifuata kuvuli ni utapata amani, lakini husikilii kwenye lengo, kwa sababu lengo lako liko katika siratan mustaqima. Ukifuata kushotoni pia hulipati lengo, na huku utaliwa na nani? Na shetani, kwa sababu shetani amwambia Mwenyezi Mungu kwamba mimi nitawaidia wao kuvulini kwao, na wapi? Na kushotoni kwao, katika hiyo siratan mustaqima. Sasa hapa ndo akwambia Makarim Shirazi, hukubidi wewe usimame pale ulipo, na ukisimama pale ulipo ni maana ushaumaliza ubinadamu wako, na ukiumaliza ubinadamu wako ni maana wewe na ng'ombe na punda huna tofauti. Kwa hivyo sawauna alayhi andartahum am lam tundhirhum la yu'min. Hili ni suala la kwanza. Katika suala hili ni katika kuchangamsha bongo tu kiasi fulani, pia litajibika suala lingine ambalo laweza kutokea. Kwa nini kumetajwa mbee na nyuma hakukutajwa ngome za kuvulini na kushotoni? Jawabu ishatoka kwa Makarim Shirazi, kwa sababu kuvulini hakuna amani na kushotoni hakuna amani. Hakuna haja uwekewe ulinzi na ngome upande kama huo. Ndugu zangu Waislamu, haya kwa ufupi ni urupu ya kwanza ambayo imemkataa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, imekataa Qur'ani, imekataa kupanda siratan mustaqima, na sababu zilowafanya wao ni hizi aya mbili, na natija yao ni sawaun alaihim aandhartahum am lam tundhirhum la yu'minu. Mpaka hapa. Sasa haya mambo yanayozungumzwa na hapa na Qur'ani, haya yamezungumzwa kwa pingu, kwa ngome, ni mifano, lakini hizi ni fikra ambazo kwamba ziko, na leo wanazuoni wamezitungia zitabu zikubwa kuzieleza katika nyanja ya maarifa ya mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa uwezo wa kuwasiliana na ulimwengu na zitu zilioko nje ya mwili wake. Ana zombo azitumia katika kujitumia maarifa, ikiwemo ndani yake ni kuamini Mungu, kuamini mtume, zote ni maarifa. Sasa hizi zombo hizi sawa ikiwa ni za nde, mato, masikio, sitaki kuingia kwenye darasa ya hawa, pengine wengine fikra yao wameweza kupiga kwenye ile masala ya waatini. Hizi ni zombo zingine, zile zilikuwa ni zombo sampuli mbali. Hizi ni zombo za wewe kukuwasilisha na Mungu, za wewe kukuwasilisha na siratan mustaqiman. Huya zikafungwa hizi zombo, zikatiwa pingu, zikajengewa mangome. Haya ndio mambo ambayo kwamba yazungumzwa na aya kama hizi, na ndio ambayo kwamba Mwenyezi Mungu akinipata taufiki kwa siku zilizobakia kuimaliza hii juzu ya kwanza ya suratu Yasin, tutazifungua kwa urefu sana kulingana na mtazamo wa Qur'ani kuhusu vipi mwanadamu atuma maarif, na wakati gani zombo zake uharibika, na zikiharibika kuna maradhi. Mwenyezi Mungu azia kwa maradhi, ndio wale fi qulubihim maradhun fazadahumullahu marada, au kwenye aya nyingine Mwenyezi Mungu ameziita kufuli, ama ala qulubin aqfaluha, au kwenye aya nyingine Mwenyezi Mungu ameita rain, bal rana ala qulubihim, au tab'i taba Allahu ala qulubi, na mfano wa vitu namna hili
tuwe tuziangalie na tuyue tutaepuka vipi zitu za kusababisha sisi kutiwa hizi pingu, na ni hatari. Ukifikia daraja hii ndio utafika kwenye ile sawaun alaihim aandhartahum am lam tundhirhum la yu'minun. Mwenyezi Mungu akitupa uhai na taufiki, juma litakalokuya tutaingia kwa urefu katika kuzisherehe zitu kama hizi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.